Manabii wa uongo, tumechoka na utabiri wenu wa matakataka. Mumeua washirika wenu, sasa mumebakisha waheshimiwa. Kila wakati mheshimiwa fulani atakufa. Mheshimiwa fulani atakufa. Mheshimiwa fulani atakufa. Mama wakina fulani atakufa. Yaani hamwezi mkatabili mambo mazuri, yenu ni kutabili mambo maofu ya kutetemesa watu. Ya kuhofisha, yani ya kufanya watu wakuwe na uoga. Manabii wa matakataka, hizo makanisa zenu ya matakataka ya kupolea watu, hizo makanisa itafungwa. Hamutatumalizia waheshimiwa. Hamutatulia waheshimiwa. Kila wakati mheshimiwa fulani atakufa. Mheshimiwa fulani atakufa. Mheshimiwa fulani atakufa. Na unabii hiyo yenu ya matakataka, nyinyi ni wachawi. Nyinyi ni wachawi, mlifungua kanisa ya matakataka ya uchawi ya kuroga watu. Na kwa sababu watu hawajui mambo ya Mungu na hawaelewi sauti ya Mungu na hawaelewi unabii vile ilikuwa ya kitambo, watu wanawapea tu masikio na wananyamaza tu. Watu wanakufa. Na nyinyi ni wachawi, mnaachilia uchawi. Unapata mtu hata sio Mkenya anatabiri fulani atakufa. Yaani mpaka watu wa kutoka nje wameona matakataka wenye tuko na wao wa kutabiri watu wakufe, nao wameanza kuroga watu wetu. Hamutatulogea waheshimiwa. Hamutatulogea waheshimiwa. Nimekataa katika jina la Yesu Kristo. Nimesimama kwa hiyo pengo. Nimesimama kwa hiyo pengo. Nikikataa katika jina la Yesu Kristo. Hamutaua waheshimiwa. Hamutawaua. Na hizi tamaa ya pesa, tamaa ya pesa, tamaa ya pesa. Kila wakati tamaa ya pesa. Manabii wa uongo wamejaa hii nchi ya Kenya. Hizi makanisa sinafasi simariswe. Hizi kanisa za kushida hapa, fulani atakufa, fulani atakufa, fulani atakufa. Si mutabiria hao washirika wenye mliweza kuanasa, mnawadanganya huko. Sasa unabii mmetoa ndani ya hizo makanisa yenu ya matakataka. Sasa mnatuletea na huko.